Katika dunia yetu ya leo, dunia inayopimwa mafanikio kwa ukubwa wa ardhi, nguvu ya uchumi na idadi ya watu, ni rahisi kudhani kwamba aliye mkubwa ndiye mwenye sauti kubwa. Lakini historia ya mwanadamu imetufundisha kinyume chake. Kuna wakati sauti ndogo imebadilisha dunia, kuna wakati wazo moja limeyumbisha falme, na kuna mahali palipo mdogo kijiografia lakini pakawa kubwa kiathari. Leo simulizi letu linatupeleka mahali hapo, mahali palipo katikati ya Roma, mahali palipo nchi ndani ya nchi, mahali palipo na historia inayovuka karne. Mimi ni Semio Sonyo, karibu Vatican City. Vatican City ni nchi ndogo zaidi duniani. Ukubwa wake ni kilomita za mraba 0.49 tu. Unaweza kuizunguka kwa miguu, unaweza kuimaliza kwa macho, lakini usidanganyike na ramani, kwa sababu hapa ramani haipimi nguvu. Hapa historia ndiyo inayozungumza. Vatican imezungukwa na Italia, lakini haimilikiwi na Italia. Ina bendera yake, ina sheria zake, ina uongozi wake. Hili ni taifa huru na ni taifa la kipekee. Vatican City ilianzishwa rasmi mwaka 1929 kupitia hati ya Lateran, ikitambuliwa kama jamhuri huru ya kanisa Katoliki. Ilikuwa suluhisho la kihistoria kuondoa mzozo kati ya Italia na Papa na kuipa nafasi huru ya kisiasa. Lakini kabla ya hapo, historia ya Vatican ni ya karne nyingi, ikihusisha papa, majengo ya kale, mabikira, mapapa waliotawala mapema na changamoto za kisiasa ndani ya Roma. Katika Vatican City hakuna anayezaliwa kuwa raia, hakuna cheti cha kuzaliwa cha uraia. Raia wanateuliwa, wanapewa uraia kwa wajibu, kwa huduma: makardinali, mapadri, maskofu na walinzi wa papa. Uraia hapa si haki ya kuzaliwa, ni jukumu la kutumikia, na pindi wajibu unapokwisha, uraia nao hukoma. Ili kuielewa Vatican, lazima turudi nyuma zaidi ya miaka 2000. Turudi kwa mtu mmoja, mvuvi kutoka Galilaya aliyeitwa Petro. Petro alifika Roma wakati Ukristo ukiwa dini iliyokatazwa. Alihubiri bila silaha, alihubiri bila jeshi, lakini alihubiri kwa imani. Hatimaye aliuawa, na alipozikwa mahala hapo pakawa patakatifu. Karne zikapita, kanisa likajengwa juu ya kaburi lake, na hapo ndipo Vatican ilipozaliwa. Kwa karne nyingi, kanisa Katoliki halikuwa tu taasisi ya kiroho, lilikuwa pia nguvu ya kisiasa. Papa aliwatawaza wafalme, aliwabariki watawala, na wakati mwingine aliwakemea. Vatican ikawa sauti ya maamuzi, sauti ya maadili, na mara nyingine sauti ya mabishano. Hapa dini na siasa zilivuka mipaka. Per questo la spiritualità mariana autentica rende attuale nella Chiesa la tenerezza di Dio, la sua maternità. Ndani ya Vatican kuna hazina zisizohesabika. Michoro ya Michelangelo kutoka Sistine Chapel, maktaba yenye maandiko ya kale, baadhi yakiwa haijasomwa na dunia. Hapa sanaa ni sala na maarifa ni ibada. Ndani ya milango yake midogo, Vatican City inajumuisha kanisa kuu la Mtakatifu Petro, Palace ya Vatican, maktaba na maonyesho ya kisanii. Idadi ya watu ni chini ya 1000, wengi wakiwa maafisa wa kanisa au maskofu, lakini nguvu yake ni kubwa kuliko ukubwa wake. Vatican ni kumbukumbu hai ya fikra za mwanadamu.
Guardiamoci da ogni strumentalizzazione della fede, che rischia di trasformare i diversi, spesso i poveri, in nemici, in lebbrosi, da evitare e respingere. Papa ndiye kiongozi wa Vatican City na wa Kanisa Katoliki, akiongoza maisha ya kidini ya mamia ya mamilioni kote duniani. Hata hivyo, utawala wake ni wa kisiasa pia. Vatican ina bunge dogo linalojulikana kama Pontifical Commission ambalo hufanya sheria ndogo ndogo za ndani. Papa analindwa na jeshi dogo la zamani lakini makini sana, Swiss Guard. Wanaonekana kama wahusika wa historia, lakini ni wanajeshi halisi, wameapa kumlinda Papa hata kwa uhai wao. Watu wengi wanafikiri hawa ni walinzi wa mapambo wenye sare za kuvutia na pengine kuchekesha, lakini ukweli ni huu: wamefundishwa kuua, wapo tayari kufa kwa risasi wakimkinga Papa. Jeshi hili la Vatikani lilianzishwa mwaka 1506 na Papa Julius wa pili. Alihitaji wanaume wasiokimbia wakati mapambano ya mapanga yakianza. Hivyo aliwaita mamluki 150 wa Uswizi. Ili kuomba kujiunga na kikosi hiki, lazima uwe Mkatoliki, Mswizi, mwanaume wa umri kati ya miaka 19 na 30, uwe na kimo cha angalau futi 5 na inchi 8, hujaoa, uwe buheri wa afya, uwe tayari umepitia mafunzo ya kijeshi. Unafanya mazoezi kwa miezi miwili. Kwanza ndani ya Uswizi kuhusu kujilinda, silaha za moto, kuzima moto na sheria. Kisha ndani ya Vatican kuhusu mkukishoka, itifaki, kushughulikia dharura na lugha ya Kiitaliano. Mwaka 1981 Papa Yohane Paulo wa pili alipigwa risasi. Walinzi hawa walikimbia kumkinga na kumpeleka mahali salama. Wakati wa kusanyiko la makardinali, yani conclave, walinzi hawa ulifunga kanisa la Sistine. Hakuna simu, hakuna vyombo vya habari, hakuna mtu wa kutoka nje wala mtu kuingia ndani. Swiss Guards si mapambo ya picha, ni karne nyingi za uaminifu zilizounganishwa kwenye nguo. Vatican City ni eneo la hifadhi ya historia, lakini pia ni mchezeshaji muhimu wa diplomasia ya kimataifa. Inashirikiana na mataifa mbalimbali kushughulikia masuala ya amani, haki za binadamu na mazungumzo ya kidini. Ndani ya Vatican, kila hatua, kila mawe, kila chuma ina hadithi. Mfano, St. Peter's Basilica, ngome ya kiroho na sanaa; Sistine Chapel, mathilio ya uchoraji wa Michelangelo; Vatican Museum, hazina ya sanaa na historia ya kanisa. Lakini si historia tu, pia kuna changamoto za kisiasa, mahesabu ya kifedha, ushirikiano na mataifa makubwa, mizozo ya kidini ndani ya jamii ya Kikristo. Hali ya kisiasa ndani ya Vatican ni ya kipekee. Ndani ya kilomita chache za mraba, watu wachache wanaunda nguvu ya kimataifa. Wakati mwingine madaraka ya kidini huathiri siasa na siasa huathiri dini. Kwa mfano, watalii, waandishi na maafisa wa serikali duniani wanashirikiana kuona mabadiliko. Vatican ni kitovu cha dunia ya kiroho, lakini pia ni eneo la uwajibikaji mkubwa wa kidiplomasia. Ndani yake kila kipande cha ardhi kina thamani ya kihistoria. Mapapa waliowatawala, mahesabu ya maadili ya dini, mahesabu ya uhusiano na mataifa. Vatican haina viwanda, lakini ina utajiri wa kipekee. Utalii, michango, urithi. Ni nchi inayofanya kazi kwa nguvu ya imani ya mamilioni ya watu duniani. Vatican City inatukumbusha jambo moja muhimu, kwamba nguvu si ukubwa, ushawishi si idadi, na sauti ya wazo inaweza kutikisa ulimwengu. Hii ndio Vatican City, nchi ndogo zaidi duniani, lakini simulizi lake ni kubwa kuliko ramani yake. Asante kwa kuijua Vatican City kupitia mimi. Asante kwa kusikiliza makala haya. Mimi ni Simio Sonyo. Asante na kwaheri.